Mtoto mwenye umri wa miaka miwili amefariki dunia huku dada yake mwenye umri wa miaka mitano akijeruhiwa vibaya baada ya kuungua kwa moto ulioteketeza nyumba yao wilayani Kilindi. Na wadau wa masumbwi wameendesha semina ya kujitambua kwa mabondia mbalimbali kwa lengo la kuwajenga na kuandaa wanamichezo hao kuwa na ubora na ufahamu wa mchezo huo. Na mtazamaji wa Channel 10, leo ni Alhamisi ya Januari 22. Karibu sana katika habari asubuhi njema. Mimi naitwa Emily Nazaris. Mtoto aliyefahamika kwa jina la Ibrahim Athman mwenye umri wa miaka miwili amefariki dunia huku dada yake Nasra Athman mwenye umri wa miaka mitano akijeruhiwa vibaya baada ya wote wawili kuungua na moto ulioteketeza nyumba yao wakati wakiwa ndani ya nyumba hiyo kwenye kijiji cha Kinkwembe kilichopo wilaya ya Kilindi mkoani Tanga. Ni vilio na simanzi kwa ndugu, jamaa na marafiki walijitokeza kupokea mwili wa marehemu wakati ukitokea katika hospitali ya mji wa Handeni, mahali ambapo watoto hao walikimbizwa ili kupata huduma. Na hapa baba mzazi wa marehemu pamoja na baadhi ya mashuhuda wanaelezea tukio hilo la moto ambao chanzo chake bado hakijajulikana. Watoto washapikiwa chakula, walikula. Walivyomaliza kula, tukawaaga na mama yao kwamba tunaenda shamba. Tulivyofika tu shamba, hatukufanya lolote. Mtoto wa pili, yule wa pili kuzaliwa, akaja akasema, baba, nyumba inaungua pamoja na wale wadogo zangu. Nilipokuta hapa nyumba inaungua na watu hamna, nikaanza kupiga kelele. Watu wakaniitika. Walivyoniitika, lakini nyumba tayari ishashika moto. Na kuna watoto wawili wanaoungua. Kaambia acheni kuzima huku, bomoeni huko wanakopiga kelele tuwasa. Kwa upande wake mganga mfawidhi wa hospitali ya mji wa Handeni Dr. Stephen Julius anakiri kupokea watoto hao wakiwa katika hali mbaya, hali iliyopelekea mtoto mmoja kufariki huku mwingine akipelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga kwa matibabu zaidi. Tuliwapokea mchana huo, tukaendelea kuwapa matibabu, lakini mmoja wapo alifariki kati akaendelea kupatiwa matibabu, ambaye ni wa kiume Ibrahim Mbero. Na yule wa kike baada ya kumpatia matibabu tuliamua kumpa rufaa kwa sababu alikuwa ameungua sehemu kubwa ya mwili kwenda katika hospitali ya mkoa. Kufuatia tukio hilo ambalo limeleta simanzi kwa wananchi wa kijiji cha Kinkwembe, diwani wa kata Mkindi Bwana Hilary Msigwa pamoja na afisa mtendaji wa kata hiyo Bwana Moses Musa wamesema mkuu wa kituo cha Mkuyu alifika kuja kuchunguza, watu wa polisi. Tubakie, tutulie, tuendelee kuomboleza, lakini tumwachie Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu ndiye anejua. Jambo la kwanza kabisa ni kuchukua tahadhari, hasa kwa watoto. Tunapofanya shughuli zetu za hapa na pale za kutafuta maisha, tusiwasahau watoto. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amen. Kutoka katika kijiji cha Kinkwembe kilichopo wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Diwani wa kata ya Nyankumbu Manispaa Geita mkoani Geita Pascal Sukambi amezindua kampeni maalum ya upandaji wa miti majumbani na katika taasisi mbalimbali ili kuendeleza uhamasishaji wa utunzaji wa mazingira na kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi. Uzinduzi wa kampeni hiyo ya upandaji wa miti zaidi ya 500,000 umeongozwa na diwani wa kata hiyo Pasco Kimisha Sukambi katika shule ya sekondari Mkolani Manispaa ya Geita. Malengo yetu makubwa ni kupanda miti 500,000, lakini leo hii tumeanza na miti 10,000 kwa pamoja. Kampeni hii ni kwa ajili ya kuboresha mazingira yetu. Kwa sisi kama Nyankumbu tumeamua sasa kuifanya Nyankumbu ya kijani, si kwa maneno bali kwa vitendo. Lakini kampeni hii haitaishia katika taasisi tu. Kampeni hii itaenda mpaka kwa wananchi, ambako kampeni hii namtaka kila mwananchi katika makazi yake kupanda miti isiyopungua 3. Lengo letu tuwe na Nyankumbu ya kijani kufikia 2030. Mkuu wa shule ya sekondari Mkolani amekiri kupokea miti zaidi ya 2,000 kwa ajili ya utekelezaji wa kampeni hiyo. Miti hii itaendelea kutunza mazingira, lakini pia ni faida kwa kizazi kinachokuja. Naahidi kwamba tutaitunza hii miti, lakini pia kwa wanafunzi wenzangu tutunze hii miti kwa sababu miti ni faida. Tunapopata matunda shule ni faida kwetu. Baadhi ya wenye viti wa serikali za mitaa na wananchi walioshiriki katika zoezi hilo wamesema tutaendelea kuilinda na kuitunza na nitaendelea kuhamasisha juu ya utunzaji wa miti. Katika ndani ya mtaa wananchi wako tayari kupanda miti kwa ajili ya kutunza mazingira na wana uhitaji mkubwa wa miti. Bado miti itatusaidia sisi
Upepo unapokuja unazuia, mazao yetu yanakaa vizuri, nyumba zetu zinakaa vizuri. Kutoka hapa Nyankumbu, manispaa ya Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeitaka jumuiya ya wafanyabiashara hapa nchini kutumia mfumo jumuishi wa kodi za ndani unaojulikana kama IDRAS kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kodi. Akifungua mafunzo kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusu matumizi ya mfumo wa IDRAS, kamishina wa kodi za ndani Alfred Mregi amesema mfumo wa IDRAS ni wa uwazi na haki na utawasaidia wafanyabiashara kujihudumia wao wenyewe bila usumbufu, akiweka bayana kuwa mfumo huo utasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato na kupanua wigo wa kodi nchini, jambo litakalochangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Unakwenda kukusanya taarifa ambayo itatusaidia kuwa na makadirio ya kodi yaliyo sahihi zaidi. Kwa ndio maana tukafikiria kwamba mfumo huu kwa sasa, na kwa sababu ya kukua kwa teknolojia, ni jambo la msingi kuwa nao, na hivyo tuanze nao kwa kuelimisha wafanyabiashara ili wautumie kwa ajili ya manufaa za biashara zao, lakini pia kwa manufaa ya nchi katika mchango wa kulipa kodi. Kwa upande wake, mwakilishi wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam, Pendo Lucas, amewataka wafanyabiashara kukubali na kutumia mfumo wa IDRAS kwani utaondoa changamoto zilizokuwepo awali, hususan katika eneo la makadirio ya kodi, na hivyo kusaidia wafanyabiashara kufanya shughuli zao kwa uhakika na haki. Tunamshukuru sana kamishna mkuu wa TRA, lakini tunamshukuru kamishna wa mafunzo ya ndani wa TRA kwa sababu mfumo huu ambao wameuanzisha, sisi wafanyabiashara tuna imani kubwa sana kwamba utakuwa umeondoa kilio na malalamiko ya wafanyabiashara ambao wamekuwa wakilalamikia huko nyuma. Mimi ni Eden Bahati na hii ni Channel 10. Serikali kupitia shirika la ukaguzi na usimamizi wa vyama vya ushirika COASCO imeanza kutoa mafunzo kwa watendaji wa vyama vya ushirika nchini ili kuimarisha usimamizi wa fedha, uhasibu na ukaguzi wa ndani, hatua inayolenga kupunguza changamoto za hati chafu na kuongeza uwajibikaji wa kifedha. Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na mkurugenzi wa utawala na fedha kutoka shirika la ukaguzi na usimamizi wa vyama vya ushirika COASCO, Bi Priscilla Mushi, ambapo amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwawezesha watendaji wa vyama vya ushirika kupata uelewa wa kina kuhusu usimamizi wa fedha, uhasibu na ukaguzi wa ndani ili kuimarisha uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya rasilimali za vyama hivyo. Kumeonekana kuna changamoto sana kwenye vitengo vya ukaguzi wa ndani kwa kuwa vyama vingi vina vitengo hivyo vya ukaguzi wa ndani kwa sababu ni kwa mujibu wa kanuni na taratibu zinazowasimamia, lakini kutokana na changamoto ambazo tunaziona sana kwenye ukaguzi, ni dhahiri kwamba vile vitengo havitiliwi maanani, havipewi uzito, havijengewi uwezo kwa maana ya kusisitiza namna ya utendaji wao, zile regular reports ambazo zinatakiwa ziwasilishwe kwa regulator wao ambaye ni mrajisi wa vyama vya ushirika. Katika hatua nyingine, Bi Mushi ametoa wito kwa watendaji wa vyama vya ushirika nchini kutumia ipasavyo elimu wanayopewa ili kuboresha utendaji kazi wao, kuongeza ufanisi wa vyama na kuimarisha imani ya wanachama katika usimamizi wa fedha. Ni wasihi viongozi wa vyama vya ushirika, wenye viti pamoja na wajumbe kuhakikisha kwamba yale mafunzo ambao wanapatiwa watu wao watendaji, kwa sababu na wenyewe wapo, yanafanywa kazi. Lakini sio hayo tu, kuna changamoto kubwa kwenye eneo la kufuatilia hoja za ukaguzi. Sisi tunafanya ukaguzi, tunatoa hoja, tukienda mwaka unaofuata tunakutana na zile hoja hazijapatiwa, hawajaresolve yale maeneo ambayo tuliona yana changamoto. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza faraja yao mara baada ya kupatiwa mafunzo hayo, wakisema elimu walioipata itawasaidia katika kutatua changamoto za kiutendaji, kuandaa hesabu kwa usahihi na kuimarisha usimamizi wa fedha katika vyama vyao. Katika mafunzo haya, baada ya kupata elimu, tutaweza kurudi kule na kufanya ukaguzi wa ndani sisi kama washauri wa bodi, kama watendaji. Matarajio yetu tutakapotoka hapa, tunahitaji tuendako huko tukaelewe vizuri mifumo, hasa kuna mambo ya mifumo, teknolojia inazidi kubadilika. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wafugaji wilayani Kiteto mkoani Manyara wanalazimika kununua mahindi kwa ajili ya kulisha mifugo kutokana na ukosefu wa mvua, hali inayosababisha mifugo mingi kufa.
Kutokana na hali hiyo, wafugaji hawa kupoteza mamia ya mifugo yao, wanaiomba serikali kuona iwapo kuna njia ya kusaidia upatikanaji wa malisho katika kipindi hiki cha mpito wa hali mbaya ya hewa inayopelekewa na mabadiliko ya tabia nchi. Mahindi sasa hivi sio tunatafutia watoto mahindi, tunatafutia mifugo, kwa sababu inabidi ununue gunia la mahindi, maliza kununua gunia la mahindi na kuboa yote na pumba na kuja kumpa ng'ombe. Serikali inaomba jamani tusaidie kutafuta sehemu ya kuchunga. Sasa sisi Masai unakula nini kama ng'ombe unakufa imeisha wote? Mvua hazinyeshi, majani hamna, yani mifugo wanaisha kulikweli. Wakati jitihada za wafugaji kuokoa mifugo yao zikiendelea, mwenyekiti wa kijiji cha Partimbo Matayo Sadala anakiri hali ya mifugo ni mbaya, lakini linaibuka pia swala la utapeli kwenye juhudi hizo. Mpaka sasa hivi kuna mifugo yanaendelea kufa na unakuta mara nyingi sana tumekuwa tuna wale wanaotuuzia, unaweza ukakuta wengine sio waaminifu, wanaweza wakaweka debe moja ya pumba chini, katikati wanaweka randa zile za mbao. Hali ya mifugo kijiji cha Partimbo ni mbaya kweli. Kutoka wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Naam, wakati msimu wa ununuzi wa zao la tumbaku ukitarajiwa kufunguliwa, viongozi wa vyama vya ushirika wameagizwa kuacha kutegemea zao hilo peke yake katika biashara, badala yake kuyapa kipaumbele na mazao mengine ikiwemo mahindi, viazi choroko na mazao mengine mchanganyiko. Kauli hii inatolewa na mrajisi wa vyama vya ushirika hapa mkoani Mara, Lucas Kiondele, wakati akizungumza na Channel 10 mara baada ya kuhitimisha mafunzo ya wajumbe wa bodi wa vyama vya ushirika katika wilaya Tarime pamoja na Rorya. Mkoa wa Mara tunatekeleza mfumo wa stakabadhi za agara katika mazao mchanganyiko. Badala ya kutegemea zao moja la kahawa au pamba, wanatakiwa kuangalia vyanzo vingine kulingana na mazao yanayozalishwa katika eneo husika, kuhamasisha wakulima kujiwekeza katika mazao hayo ili kuweza kuongeza zaidi mapato katika hivi vyama. Waendelee kupata fikra chanya katika kuhakikisha kwamba wanakuwa na mazao mbadala ya kimkakati ili kuendana na lengo na mtazamo wa kimkoa. Jambo hili linaungwa mkono kwa vyama hivi kuanzisha vyanzo mbadala vya mazao, kuhakikisha malengo ya serikali ya kuinua wakulima yanatimia na kuondoa migogoro isiyokuwa na tija kwenye maeneo yao. Futa pia vyanzo mbadala nje ya kahawa. Tarime hapa mazao yanayokubali ni mengi, kuna viazi, kuna tumbaku na mazao mengine. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia ni namna gani haya mazao yanaweza yakaongezewa tija kwa kupitia mifumo ya ushirika. Kuna mazao ya mikakati ambayo ni pamoja na kokoa, alizeti, pamba na hata mahindi ikiwezekana. Serikali iweze kutusimamia vizuri na kutupa muongozo wa kutafuta bei hususani ambayo ndio inasumbua. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuwa karibu na kushirikiana na jumuiya ya diaspora katika kuhamasisha maendeleo ya nchi kwa kutoa nafasi ya Wazanzibari waishio nje kushiriki katika harakati za maendeleo. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Waziri wa Nchi Afisi ya Rais Ikulu Dr. Saada Mkuya Salum wakati wa uzinduzi wa mfumo wa usajili wa diaspora wenye asili ya Zanzibar waishio ughaibuni. Mfumo wa usajili wa diaspora wa Zanzibar ni hatua ya kimkakati ya serikali katika kupanga, kuratibu na kuongeza tija ya mchango wa diaspora katika maendeleo ya taifa. Aidha, Dr. Saada amesema lengo la serikali kuja na mfumo huo ni kuwatambua na kuwaunganisha na fursa Wazanzibari waishio nje ya nchi na si vinginevyo. Usajili huu wala hatukutafuti wewe unafanya nini, tunataka wewe tukuunganishe na fursa zilizopo kwa maendeleo ya nchi na kwa maendeleo yako wewe mwenyewe binafsi. Mkurugenzi idara ya ushirikiano wa kimataifa na uratibu wa Wazanzibari waishio nje ya nchi Dr. Haji Gora Haji amesema tayari diaspora 1312 wamesajiliwa kwenye mfumo huo. Matumizi ya mfumo huu yanasimamiwa na Ofisi ya Rais Ikulu ikishirikiana kwa karibu na Idara ya Uhamiaji Zanzibar na Wakala wa Matukio ya Kijamii katika uendeshaji wake. Baadhi ya wanadiaspora wameelezea namna mfumo huo utavyowasaidia katika kushiriki hatua za maendeleo. Tunapenda kuwa na nafasi za kuwekeza na tukasikilizwa na tukasaidiwa ili tuweze mambo yetu yakenda smooth kuliko ile kuhangaika tukahangaika, lakini
uzuri kwa tukisaidiwa na sisi tunaweza tukafanya mengi ndani ya nchi. Kama kwa watu wazima karibu na staff, lakini watoto kwa push wapate kuja kwenye nchi yetu kuwekeza wenyewe ili kuwekeza kwenye nchi za Europe. Naamini kwamba ipo haja na natoa wito kwa wale ambao hawajajiandaa na wale ambao walikuwa nje, basi unaweza kujiunga na mfumo huu ukiwa ndani na ukiwa nje. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Mtazamaji, na katika michezo tunaelezwa kwanza katika kuandaa wana michezo wenye ubora na ufahamu, kampuni ya Mafia Boxing Promotion imeendesha semina ya kujitambua kwa mabondia hao, yakiwa na lengo la kuwajengia na kuwabadilisha mitazamo yao ili waweze kwenda sambamba na mabadiliko ya mchezo huo. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo mara baada ya kumalizika kwa semina hiyo, Dr. Garvin Kweka ambaye ni mtaalamu wa magonjwa yasiyoambukiza pamoja na maradhi ya akili kutoka hospitali ya Muhimbili ameeleza umuhimu wa wanamichezo hususan wanamasumbwi kuwa na uwezo wa kujitambua katika maisha yao ya kila siku ili waweze kufanikiwa zaidi, huku kwa upande wa mabondia wakishukuru kwa semina hiyo. Ndio kwamba akili za mwanadamu zisipotengenezwa vizuri, na ukiangalia boksa wengi hapa ni vijana, nikawa nia yangu nataka niongee nao niwaambie kwenye dhana moja nzima sana ya kujitambua. Kwa maboksa yoyote, hata kama ana kipawa cha namna gani, kama hata atakuwa ana nidhamu, ni upuuzi, kwa sababu unatengeneza brand inakuwa kama boksa, inakuwa brandi nzuri, lakini siku moja unafumaniwa na mke wa mtu. Siku moja unakutwa kwenye kijiwe cha kuvuta bangi. Siku moja unakamata umemchoma. Kama mnasikia kuna boxer mmoja alijirusha pale Manzese mbele ya treni akajiua, anaitwa Omari, baada ya kuua mke. Kwa hiyo usipoweza kudhibiti hisia zako, ukadhibiti unachofikiri na ukadhibiti fikra zako na tabia, then boxer haina maana yote. Leo tumepewa hii semina fupi kwa maana tuishi kwa kujitambua, tujue kitu gani tunafanya na kitu gani, yani na kitu gani tumekuja kufanya, kujenga. Kwa maana kwa siku nyingine pia kama hivi, hata tukienda sehemu fulani ya kwenda kuhojiwa kifupi. Tunamshukuru daktari wetu ambaye amekuja kutupa elimu, tumeipokea na pia imetufunza, kwa sababu kuna baadhi ya vitu walikuwa hatujui tuishije. Kenny Malila, Channel 10. Taarifa hiyo inatuhitimishia habari ya asubuhi njema, mtazamaji wa Channel 10, endelea kuwa nasi.